Kama ambavyo wote mlivyoshuhudia kwamba tarehe 21 kule Dar es Salaam mahakama ya rufaa niwatangazia kwamba nimekata rufaa juu ya maamuzi yaliyofanywa na Mahakama Kuu kuhusu kuenguliwa kwangu kugombea nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na siku hiyo niliwajulisha kwamba juu ya ukamilifu wa kukata rufaa na kukamilika na kuhakikisha kwamba kila kitu kilichokuwa kinatakiwa na mahakama nimekisubmit mahakamani. Sasa katika hatua hiyo leo ilikuwa ni siku muhimu ya mimi kuja kujiridhisha, kuja kuona kwamba kwanza kwa sababu kama mnavyojua sasa hivi mara nyingi tunakata rufaa kwa njia ya mtandao, kila kitu kitoko kwa njia online na mambo mengine. Kwa hiyo ilikuwa ni lazima nije nijiridhishe pasipo mashaka kwamba kwanza dokumenti zangu zote zimeshifika kwenye mahakama, na kama mahakama iko tayari na ratiba zingine zinazofuatia kwa ajili ya shauri hili, na hasa mkiangalia kwamba tarehe ya uchaguzi kwa maana ya tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025 imekaribia siku ya kupiga kura. Kwa kifupi ni kwamba mahakama imekiri kwamba mahakama ya rufaa imekiri kwamba nyaraka zote ambazo nilizozituma kwa ajili ya kukamilisha kukata rufaa zote zimeshafika kwenye mahakama. Kwa hiyo sasa limebaki swala la mahakama kupanga ratiba ya namna ya kusikiliza shauri hili. Kwa hiyo ambacho naweza kukiongea sasa katika vyombo vya habari ni hicho. Asanteni sana. Labda kama kuna chama au mtu mwingine. Lakini sasa swali gani tena, kwa sababu kitu kikubwa kilikuwa ni hicho. Nyinyi mmeuliza kwamba nini hasa leo kilichojiri, na kwa mantiki hiyo ya kuheshimu vyombo vyetu vya habari, kwa sababu nimewakuta hapa lazima niwaeleze. Lazima niwaeleze kama nilivyosema. Nirudie tu kusisitiza kwamba kama nilivyosema kwamba kikubwa ilikuwa ni kuja kujiridhisha kwamba umekata rufaa, nyaraka zako zote zimefika, au kuna nyaraka yoyote ile ambayo haijafika kwenye mahakama, kujiridhisha na kufanya kabisa maringanisho ya nyaraka zilizotoka kwangu na zilizofika mahakamani, na kuona kwamba sasa hatua gani inayofuata. Kwa hiyo ilikuwa ni lazima kujiridhisha na hilo jambo kabla ya kwenda na hatua nyingine. Kazi ambayo leo hii tumeifanya vizuri, na nimekuja na mawakili wangu, nimekuja na chama kwa ajili ya kuja kujiridhisha hilo jambo ambalo lilikuwa la muhimu kabla hatujaenda hatua nyingine ya pili. Kwa maana ya kwamba sasa kwa mfano hatua ya pili inayofuata sasa hivi ni taarifa ya mahakama kwamba jambo hili sasa litaanza kusikilizwa lini. Sasa hayo tunaiachia mahakama. Lakini sisi kwa maana ya kazi yetu ilikuwa ni hiyo, kwamba mahakama isije ikawa sisi tunasema tumekata rufaa, kumbe kuna baadhi ya nyaraka hazijafika mahakamani, tukawa hatujatekeleza wajibu wetu tunaopaswa kuutekeleza. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tunavyozungumza nasema kwamba tumefanya uhakiki huo, nyaraka zetu zote zimeshapokelewa na mahakama na ziko kwenye matumizi ya mahakama hivi sasa. Wote tulikuwa katika zoezi hilo la kuhakikisha kwamba hapa tulipo nyaraka zetu zote zimekwisha kupokelewa, na hivyo kwa ajili ya kusubiri hatua nyingine sasa ambazo ni hatua sasa za kimahakama. Sasa sisi wote hawa ni waleta maombi, ni waleta rufaa, na wenzetu wa upande wa pili ni wajibu rufaa. Kwa hiyo mwisho wa siku sasa yenye mamlaka ya kusema kwamba sasa hii kesi inaanza kusikilizwa lini, sasa hiyo ni swala la mahakama. Na sisi kama tukipewa taarifa yote ile na mahakama kwamba mahakama imeshapanga tarehe, lazima tutaujulisha umma ili umma ufahamu, na nyinyi mnafuatilia kwa sababu mnajua kwamba kesi hizi ni kesi za umma, na sisi ni kama mawakala tu wa umma. Kwa hiyo tukiletewa taarifa yoyote kwamba kesi hii inasikilizwa leo, kesho kutwa lini, tutakuja kwenu, tutawaeleza kwamba tunazo taarifa hizo kutoka mahakama.